Kisonga mbele ni kwa mzongo wa mawazo kwa muda sasa umekuwa chanzo cha vifo hususan miongoni mwa vijana, jambo ambalo limeibua hisia za wengi katika kaunti ya Nakuru wakiongozwa na Governor Lee Kinyanjui baada ya mwanahabari wa kituo cha K24 kujitia kitanzi. Mwanahabari wetu Chichi Josephine na taarifa hiyo kwa kina. Gavana wa Nakuru amependekeza suluhu ya kuweko kwa maeneo ya kutoa ushauri kwa watu ambao wanaathirika na mzongo wa mawazo. Aliyezungumza haya katika mazishi ya mwenda zake George Kori, mwandishi wa habari wa kituo cha K24 ambaye inaaminika kuwa alijitoa uhai kutokana na kusakamwa na mawazo. Kwa hivyo sisi kama county tutashirikiana katika mambo ya counseling na tuone vile pia tutakavyoweza kuhamasisha other institutions including the church and the families ambapo hapa wanatoka ili waweze kusaidika. Na kama vile imetajwa pia hapa, wakati pia una criminalize mambo ya depression na suicide, ni kumaanisha hata yule ambaye alikuwa na mafikira hayo haezi akakuja mbele kutangaza hii, manake anaogopa kwamba atafungwa. Na shida yake si sheria, shida yake is that they require mental support to overcome the challenges that they are having. So hii ni mazungumzo mzuri, na kwa heshima ya George, this is a conversation we should have so that we don't have to bury the next George for things that we could have avoided. Nitasema kwamba kama county tutashirikiana pia na waandishi wa habari. We need to have clear sessions, and even media houses must understand this. They must have sessions of debriefing ili watu waweze kutoa hii mambo nje. And the more you talk about something, the more you get it out. Rafael Munge ambaye ni mwanahabari amedokeza kuwa kujitia kitanzi si uhalifu, ni visa vinavyohitaji uangalizi wa hali ya juu. Mambo ya depression inaweza pata mtu yoyote. Hakuna mtu, mtoto, tajiri, maskini, hakuna mtu hawezi patwa na depression. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tuko na mheshimiwa wetu hapa MP mnaunda sheria. Ningetaka tafadhali mkienda kwa bunge, mambo ya kujitia kitanzi ama ya kujiua, tafadhali is not criminal. Hiyo ni mambo ya daktari. Huo ni ugonjwa. Na ukitaka kujua ni ugonjwa, ukipiga risasi hapa uambie watu mtakufa, hakuna mtu atasimama hapa. That is to say, hakuna mtu hupenda kufa. So hakuna mtu pia anaweza penda kujiua. Huo ni ugonjwa. Imeingia kwa mtu, anaenda kujitoa kitanzi. It is a disease, it's not a criminal process. So mtu wa aina hiyo kama ataokolewa, kama hajaenda, hapana chukue mumkimbize polisi. He doesn't belong to police. He doesn't belong to Matiang'i. He belongs to Kagwe. Wakati unasikia maisha yamekulemea, boma imekulemea, masomo imekulemea, maisha imekulemea, unasikia ni stress imekuwa depression, unaanza kukosa usingizi, unaanza kuwaza mawazo fulani, tafadhali tafuta mtu wa kuongea naye. Mwingereza alisema a problem have shared is have solved. Na nikikuja kwa National Assembly, one of the things I'll be recommending as an amendment ni kwamba mambo ya mental health, mambo ya suicide isikuwe a criminal offense. Ikuwe kama uko na hiyo shida unaweza seek medical assistance. Nikiarifu runinga TV 47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine.